Kwa mfugaji wa kuhamahama, mifugo si mali wala chakula tu, bali mifugo ni zaidi ya usalama wa chakula, kipato na ajira, akiba ya kifedha, nguvu kazi na hata kutumika kwa uzalishaji wa mbolea. Hapa mifugo huchukuliwa kama shujaa mwenye umuhimu mkubwa. Dhamana ya wanyama hao wa kufugwa hubainika pakubwa miongoni mwa jamii za Borana, Gabra, Samburu, Rendile, Somali, Masai, Pokot, Turkana, miongoni tu mwa jamii zingine za wafugaji wa kuhamahama, kupitia utunzi wa nyimbo za kusifu na kudhamini mifugo hao kutokana na mchango wao katika ukuaji wa jamii, kiuchumi, kimaendeleo na ukuzaji wa utamaduni. Kwa ukanda wa kaskazini mwa Kenya na bonde la Ufa, mifugo iwe ni mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia au punda ni mnyama wanaotunzwa kwa hali na mali. Umuhimu au nafasi kubwa ambayo mifugo hao hupewa huwa bayana wakati kunakotokea majanga, iwe ni wakati wa ukame, mafuriko, mikurupuko ya magonjwa na hata wakati kunaporipotiwa mizozo ya kijamii. Hapa mifugo huwa haiachwi nyuma. Ndiposa haswa kunaposhuhudiwa changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, hususan kiangazi cha muda mrefu, wanaume na vijana huchukua jukumu la kwanza kuhakikisha kuwa wanalinda na kukinga mifugo hao kwa kuwasafirisha hadi sehemu za mbali kutafuta malisho na maji. Hapa waathiriwa wakuu huwa ni akina mama, watoto, wazee na wanyonge kwenye jamii ambao husalia nyuma kulinda kijiji na kutunza ndama wasio na uwezo wa kusafiri mwendo mrefu kutafuta lishe. Katika safari yetu katika kijiji cha Badan-Rero, eneo bunge la North Horr, takriban kilomita 200 kutoka mji wa Marsabit, safari ya takriban saa 5 kwa kutumia gari kutokana na ubovu wa barabara. Hapa tunakaribishwa na ukweli mchungu wa athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ndivyo, athari ambazo zimepelekea ujio wa kijiji cha wakimbizi wa hali ya hewa, yani climate change refugees. Hii ni kutokana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamebadili jinsi wenyeji ambao wameishi kwa kijiji hicho kwa muda wa takriban miaka 16 iliyopita. Tunakutana na wenyeji haswa wanaume ambao wamerejea kutoka sehemu za malisho mbali na kijiji hicho baada ya eneo hilo kushuhudia mvua za msimu wa masika. Wanahoji kuwa kwa muda wa takriban mwaka mmoja au miaka miwili, wengi wao wamekuwa mbali na familia zao wakitafuta malisho na maji kwa mifugo wao. Wengine wakisafiri kutoka taifa jirani la Ethiopia walipovuka kutafuta malisho, huku wengine wakivuka hadi kaunti jirani za Tana River, Isiolo, Samburu miongoni mwa sehemu zingine. Wario Godana, mkazi wa kijiji hicho cha Badan-Rero, anaelezea kuwa wamekuwa wakiathirika na mabadiliko ya hali ya hewa haswa tangu kiangazi cha muda mrefu cha mwaka 2022 na kisha athari za mafuriko msimu wa mvua za masika mwezi Machi hadi Aprili na Mei mwaka huu. Watu wameenda mbali zaidi, wamehama. Wengine wameenda Tana River, Mombasa, wengine wameenda Ethiopia, Isiolo, Samburu, Mandera. Tulikuwa na mbuzi, gamia, ng'ombe, wameangamia. Watu wamebakisha 1, 2. Baada hii jua mvua kukuja kuanzia mwezi wa 3 15, mvua wenyewe alikuja na nguvu zaidi. Ile mbuzi tumebakisha, ile ng'ombe tumebakisha, wameangamiza. Wote wameenda na hiyo maji. Watu wamebaki bure. Hali hii pia imeathiri pakubwa sekta ya elimu ambapo shule ya msingi inayotegemewa eneo hilo ilichelewa kufunguliwa. Kufungua hii shule tumechelewa zaidi hata ya wiki 3. Shida ni maji yaliharibu barabara. Alafu watoto wenyewe hii wanaenda hii shule ni wachache. Maana yake tulikuwa na jua kali zaidi. Watu wameenda mbali, wamehama, wameenda huko malishoni. Mama Habiba Guyo, mkazi wa kijiji hicho mwenye watoto 6, anasema wao kama kina mama na watoto wao ndio huwa waathiriwa wakuu wa mabadiliko ya tabia nchi, kwani wakati wa kiangazi wao hulazimika kusafiri mwendo mrefu kutafuta maji, huku wakiacha watoto wao nyumbani wakiwa na njaa. Kutokana na shida ya mabadiliko ya hali ya hewa, kiangazi na baadaye mafuriko, tumepoteza mifugo wengi. Hatuna chakula, hatuna hata pesa ya kulipia karo watoto wetu shuleni. Na pia wale ambao wako shuleni wanakosa chakula. Inabidi warudi tu nyumbani au waende msituni kuchunga mifugo wachache waliosalia.
mfugaji Alkano Denge kutoka kijiji hicho cha Badanrero, punda wake ambaye amekuwa akitegemewa pakubwa kwa usaidizi ikiwemo kubeba maji na kusafirisha mizigo. Makali ya kiangazi yalibadili tabia yake na kumfanya kuwa mnyama wa ajabu na mwenye uharibifu mkubwa. Anasema punda huyo amekuwa chanzo cha ugomvi kati yake na mke wake pamoja na jamii kwa jumla. Hii punda inaitwa Aloni, imesumbua wanakijiji, imesababisha vituko mingi katika hii kijiji ya Badarero. Inaweza ingia kwa nyumba, inafungua na mdomo, inaingia ndani, inafunga nyumba, inakula ile chakula yote inaona kwa nyumba. Wanakijiji wanakuja kumlalamikia, anagharamia hiyo hasara yote. Hata hivyo, anaeleza kuwa kutokana na msaada mkubwa wa punda huyo kwa kijiji kizima, anahofia kumwangamiza, akiwa na matumaini kuwa iwapo malisho bora yatapatikana, huenda akabadili tabia na kurejea mnyama wa kawaida kama hapo awali. Hiyo punda imegombanisha familia mingi katika hii kijiji ya Badarero. Ni punda ambaye iko na nguvu zaidi kuliko punda yote kwa hii kijiji. Inakuja, inafungua nyumba, inaingia ndani, inakula ile vitu inakula, bibi ako ndani, inatoka, inafunga nyumba na mbele. Alafu bwana baada ya kwenda malishoni yake, akirudi jioni anapata bibi yake amefungwa kwa nyumba. Madhara na hasara ya punda huyo yanaangaziwa na wanakijiji wengine, kama anavyoelezea Mama Buke Halake. Mimi ni mojawapo ya waathiriwa wa hasara kubwa ya punda huyo kwenye kijiji hiki. Punda aliingia kwa nyumba yangu akakula gunia 3 ya chakula cha msaada. Alikojolea chakula kingine na kingine akakanyaga na kuharibu kabisa. Punda huyo pia amenifungia ndani ya nyumba kwa siku 3. Ilibidi nipige nduru kuitisha msaada wa wanakijiji wenzangu ili nifunguliwe. Kutoka North Horr, ambalo ni eneo bunge kubwa kote nchini Kenya, tunakuwa na fursa ya kuzungumza na Debelicho Kodesa, baba ya watoto wawili kutoka kijiji cha Hula Hula, eneo bunge la Saku, kaunti ya Marsabit. Baba huyo mwenye umri wa miaka 33 anafichua kuwa maisha ya ufugaji wa kuhamahama yamekuwa na changamoto kubwa kwa familia yake. Anasema amerejea nyumbani hivi karibuni, ambapo amekuwa mbali na familia kwa muda wa mwaka mmoja, kutoka mwezi wa Machi mwaka jana hadi mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka huu, wakati wa mvua za masika. Anasema aliporejea, mtoto wake aliye na umri wa mwaka mmoja na miezi 8 sawa na mwenzake wa miaka 3 walikuwa tayari wamemsahau, huku mkewe akiwa amebadili mfumo wa maisha, ambapo alikuwa anajihusisha na biashara na vibarua vya kuuza kuni na miraa ili kukimu mahitaji ya familia yake, jambo ambalo linamsononesha mwanamume huyo anayehisi kuwa amefeli kwa majukumu yake. Kumekuwa na changamoto ya ukosefu wa uaminifu, si kwangu tu, bali hata kwa familia za wenzangu tunaochunga mifugo nao. Kuna wakati nilimwacha mke wangu akiwa na mimba ya miezi 2. Niliporejea baada ya mwaka mmoja, mtoto alikuwa amekuwa mkubwa. Hali hii kidogo ilinifanya nianze kumuuliza maswali mengi, ila baadaye tulitatua shida hiyo. Kwa upande wake, Gocho Ambule, mkazi wa Karge, eneo bunge la Laisamis, gatuzi la Marsabit, ambaye amekuwa malishoni kwa muda wa miaka 2 iliyopita, anasema mara nyingi yeye kama mchungaji, wamiliki wa mifugo anayechunga wamekuwa wakionyesha ukosefu wa imani naye wakati anawafahamisha kuwa mifugo wao wameangamia kutokana na makali ya ukame ama majanga mengine, jambo ambalo linamwathiri kisaikolojia. Pia anahofu kuwa wanarika wenzake wameoa na kuolewa sawa na wengine kupiga hatua kubwa kimaisha na kielimu, ila hali yeye hana dalili zozote za kupata mchumba wala kupata elimu, kwani maisha yake yote yamesalia kuzunguka kwenye shughuli ya ufugaji kwenye msitu mbali na familia yake. Hali hii inaangaziwa na wadau wa elimu kutoka eneo la Manyata Lingima, wadi ya Kor, eneo bunge hilo la Laisamis, wanaoelezea hofu yao kutokana na idadi ndogo ya wanafunzi wanaoripoti shuleni. Kwa mjibu wa naibu mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya St Dominic Xavier Moses Leado, idadi hiyo imechangiwa na baadhi ya wazazi kukosa kuwapeleka au hata kuwaondoa watoto wao shuleni ili kuchunga mifugo, haswa nyakati za kiangazi. Wakati wa kiangazi wanaenda, lakini baadaye kukinyesha wanaanza kurudi tena. Pia kama chakula hakuna shuleni, watoto wanakosa. Wengine pia ni wanafunzi wanabadilishwa. Kazi analeta huyo mwanafunzi leo, anatoa huyo, analeta mwingine, wanafanya replacement. Mtoto anatolewa katika grade ya 2, analeta mwingine ambaye anakuja kuanza ECD in the same family. Huyo anaenda kuchunga, mwingine analetwa. Akishinda na yeye huko anasema acha tutume shule. Anatoa yule ambaye ako bright, anapeleka nyumbani, aenda achunge, alafu anatuletea mwingine. Hata hivyo, kutokana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, mamlaka ya serikali za maendeleo katika kanda IGAD
inawashauri wafugaji na wakulima kukumbatia mifumo endelevu ya uzalishaji inayozingatia mabadiliko ya hali ya hewa, kulinda ardhi za malisho na kutumia bima ya mifugo ili kukabili majanga ya ukame na mafuriko. Wafugaji wakihitaji taarifa kamili za utabiri wa hali ya hewa zinazowasaidia kufanya maamuzi muhimu. Daktari Guyo Malicha ni afisa mkuu katika idara ya maeneo kame na ufugaji katika shirika la IGAD, Center for Pastoral Areas and Livestock Development, ICPALD. Wafugaji, ile asset wako naye mifugo ni kama pesa yako iko kwa account. So advisory kama hii ikifika kwao na njia inatakikana, inawasaidia kujipanga, kuonyesha mali mvua inanyesha vizuri na kuna mali mvua inapungua kidogo. Sometimes unaweza pata wanaenda wanapeleka malisho kwingine, kuhama lazima wapange na hizi habari ambayo wanapata. Kwa ushauri huo ndiyo tunafika tamati ya makala Wakimbizi wa Hali ya Hewa, makala yaliyotayarishwa na Mike Koba na kutiwa sauti nami Samuel Geno. Kwa heri kwa sasa.